Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kwamba madai ya watu wa magharibi kuwa Russia ni tishio ni madai ya uongo na ni upuuzi, huku akiwaita viongozi hao kama nguruwe. Rais huyo wa Urusi Vladimir Putin amesema mataifa ya magharibi yamekuwa yakidhani Urusi ina mipango ya kufanya shambulizi lolote katika mataifa hayo, jambo ambalo amekuwa akirudia mara kwa mara, akisisitiza kwamba kauli hizo zinatolewa kwa makusudi ili kushadidisha hali ya taharuki na wasiwasi katika eneo la Ulaya. Akizungumza katika mkutano wa bodi ya Wizara ya Ulinzi mnamo siku ya Jumatano, Putin alibainisha kuwa hali ya kijiopolitiki duniani bado ni tete na ipo hasi mno katika baadhi ya maeneo. Ameshutumu nchi wanachama wa NATO kwa kujiandaa kwa vita vikubwa, kwa kujenga na kuboresha vikosi vyao vya mashambulizi, huku zikiwahadaa wananchi wao kwa madai ya kujongea mapigano yasiyoepukika dhidi ya Urusi. Anasema rais huyo wa Urusi, "Nakariri kusema kwamba huu ni uongo, upuuzi, upumbavu mtupu kuhusu eti uwepo wa tishio fulani la Russia katika nchi za Ulaya, lakini hili linafanywa kwa makusudi kabisa," Putin amesema, akiongeza kuwa maafisa wa Umoja wa Ulaya wamesahau jukumu lao na wanaongozwa na maslahi yao binafsi au ya kisiasa ya muda mfupi. Putin amesisitiza kwamba katika historia yake yote, hata katika hali ngumu zaidi, Russia imekuwa ikijitahidi kila wakati kutafuta suluhu za kidiplomasia kwa migogoro na mizozano, mradi tu kuna fursa japo ndogo. Jukumu la kutukumbatia fursa hizo liko kwa wale walioamini wanaweza kuzungumza nasi kwa kutumia nguvu na mabavu, Putin aliongeza. Rais huyo wa Urusi amesema kwamba Moscow inaunga mkono ushirikiano wenye usawa na wenye maslahi ya pande zote na Marekani na mataifa ya Ulaya, pamoja na uundwaji wa mfumo jumuishi wa usalama katika eneo lote la Eurasia. Kadhalika, rais huyo wa Urusi Vladimir Putin, ambaye aliwaita viongozi wa Ulaya nguruwe, alisema kwamba Urusi itatoa maeneo zaidi nchini Ukraine kwa kutumia nguvu iwapo Kiev na wanasiasa wa Ulaya ambao aliwaita nguruwe hawatakubali mapendekezo ya Marekani kuhusu makubaliano ya amani nchini Ukraine. Akizungumza katika mkutano huo, alisema nchi yake inapiga hatua katika pande zote za kivita, akisisitiza kuwa Urusi itatimiza malengo yake ama kwa njia ya diplomasia ama kwa kutumia nguvu na mtutu wa bunduki, na hii ni kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Iwapo upande wa pili na waungaji mkono wao wa kigeni watakataa kushiriki mazungumzo ya amani ya maana, Urusi itafanikisha ukombozi wa ardhi zake za kihistoria kwa njia ya kijeshi, alisema rais huyo wa Urusi bwana Vladimir Putin. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unaendesha mazungumzo tofauti na Moscow na Kiev pamoja na viongozi wa Ulaya kuhusu mapendekezo ya kumaliza vita nchini Ukraine. Hata hivyo, hadi sasa hakujapatikana makubaliano yoyote. Kiev na washirika wake wa Ulaya wana wasiwasi kuhusu madai ya Urusi yanayosisitiza kuyatoa maeneo ya Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anataka dhamana kubwa zaidi ya kiusalama kufuatia uamuzi wa Urusi ambayo tangu mwaka 2022 imepeleka maelfu ya wanajeshi nchini Ukraine. Kwa upande wake, Urusi inadai kudhibiti takribani 19% ya eneo lote la Ukraine lenye 20%, kwa maana bado eneo la 1% tu ambalo katika eneo la Donbas lipo na wanajeshi wa Ukraine. Maeneo hayo yanajumuisha rasi ya Crimea iliyotwaliwa mwaka 2014, sehemu kubwa ya eneo la mashariki la Donbas, maeneo makubwa ya Kherson na Zaporizhia, pamoja na sehemu nyingine za mikoa mingine ya Ukraine. Urusi inasisitiza kuwa Crimea, Donbas, Kherson na Zaporizhia sasa ni sehemu yake. Hata hivyo, Zelensky anasisitiza kuwa Ukraine haitokubali kama uvamizi huo, na karibu nchi zote duniani zinatambua maeneo hayo kama sehemu ya Ukraine ambayo ni halali. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utapata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.